Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Jitahidi kuongoa japo roho moja. Januari 21. Ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotelewa na mmojawapo asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amwone? Luka 15 mstari wa 4. Tunapaswa kutumia rasilimali zetu mpaka mwisho kwa ajili ya kuongoa roho moja. Roho moja ikiongolewa kwa ajili ya Kristo itangaza nuru ya mbinguni mahali ilipo na kupenyeza katika giza na kuokoa roho nyingine. Kama Kristo aliwaacha wale 99 ili amtafute na kumwokoa yule kondoo aliyepotea, je, sisi tunaweza tukawa na udhuru tusipofanya hivyo? Je, kupuuza kufanya kazi kama Kristo alivyofanya na kupuuza kujitoa mhanga kama yeye alivyojitoa si usaliti wa dhamana takatifu na kufuru kwa Mungu? Pigeni kelele katika upana na urefu wote wa dunia. Waambieni watu kuwa siku ya Bwana i karibu na inakuja upesi. Asibaki hata mtu mmoja ambaye hajaonywa. Inawezekana tumekuwa mahali penye roho duni zilizo katika makosa. Inawezekana tumekuwa miongoni mwa watu wasiostarabika kulingana na ukweli tulioupata kuliko watu wengine. Tunawiwa kutoa ukweli kuwa kwao. Hatuna muda kupoteza. Mwisho umekaribia. Njia za kwenda sehemu mbalimbali kupeleka ujumbe zitazibwa hivi karibuni kwa hatari kila upande, kulia na kushoto. Mambo mbalimbali yanawekwa ili kuwakwamisha wajumbe wa Bwana ili wasiweze kufanya yale yanayowezekana kwao kufanya kwa sasa. Tunapaswa kuingilia kazi yetu kwa dhati na kusonga mbele kwa haraka kadri iwezekanavyo katika vita vikali. Kutokana na nuru ambayo nimepewa na Mungu, nguvu za giza zinafanya kazi kwa nguvu kubwa kutoka chini, na shetani anasonga mbele kwa kunyatia ili awatwae wale ambao wamelala kama mbwa mwitu achukuavyo windo lake. Tuna maonyo ambayo tunaweza kuyatoa sasa, kazi ambayo tunaweza kuifanya sasa, lakini hivi karibuni itakuwa vigumu kuliko tunavyoweza kufikiria. Mungu atusaidie kubakia katika nuru, kufanya kazi huku macho yetu yakiwa yameelekezwa kwa Yesu ambaye ni kiongozi wetu, na kusonga mbele kwa saburi huku tukipata ushindi. Katika maisha yetu ya hapa duniani, japo yameharibiwa na dhambi, furaha kubwa na elimu ya juu kabisa ipo katika huduma. Na katika hali ya baadaye, furaha yetu kubwa kabisa na elimu yetu ya juu kabisa itapatikana katika huduma.